Na ripoti kutoka hapa jijini Arusha, langu jina ni Baraka Lucas. Vijana waongoza watalii almaarufu kama local guides wanaofanya shughuli zao katika soko kuu jijini Arusha wameiomba serikali ya mkoa huo pamoja na halmashauri ya jiji kuwatambua rasmi na kuwapa vibali ili waweze kufanya kazi zao bila bugdha. Wakizungumza na Jambo TV, vijana hao wamesema licha ya kuwa msaada mkubwa kwa watalii wanaotembelea soko hilo, bado hawatambuliki rasmi, jambo linalokosesha uhuru wa kufanya kazi kwa ufanisi, ikiwemo kupiga picha na watalii sokoni hapo. Mwenyekiti wa wafanyabiashara wa soko hilo Charles Malia amedhibitisha uwepo wa vijana hao 19 wanaofanya kazi hiyo na kuunga mkono ombi lao kwa serikali kuwapa utambulisho rasmi kwa kuwa ni msaada mkubwa kwa watalii. Kwa upande wake, mkuu wa soko John Haule amesema serikali tayari inaendelea na juhudi za kuhakikisha vijana hao wanatambulika rasmi, akisisitiza kuwa mchango wao ni mkubwa katika kuhakikisha usalama na kukuza utalii. Kwa majina naitwa Allen Mbise. Mimi ni kijana Tanzania, ninafanya kazi ya kuongoza watalii katika soko kuu la Arusha. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu kwa kuanzisha filamu ya Royal Tour. Hii filamu imekuwa kama game changer kwenye sekta ya utalii. Tumekuwa tunapata watalii wengi wamekuwa wanakuja hapa sokoni kutembelea soko, kuona jinsi wafanyabiashara wa Tanzania wanavyofanya biashara, wa mama wote jinsi wanavyofanya biashara zao hapa sokoni, maisha halisi ya Kitanzania. Maana kwa wazungu kule kwao si masoko kama haya tulionao hapa yapo kule kwao. Kule kwao wamezoea mambo ya supermarket na nini, lakini wanapokuja hapa wanaona ile culture, jinsi tunavyofanya biashara, kuuziana, kubagaini. Unajua hawajazoea mambo ya bargain na nini, wana enjoy. Sisi tunafaidika kwa kiasi, sababu kila ninavyomtembeza mgeni sokoni lazima mwisho wa siku atanipa asante. Ile asante kwetu ni jambo kubwa. Tunaendesha familia, wengine wamepangisha nyumba, napeleka watoto shule, tunafaidika kiasi chake. Katika hii kazi kuna changamoto zake kama zilivyo kazi zingine. Changamoto namba moja ni baadhi ya wafanyabiashara kutokuwa na uelewa mkubwa juu ya hiki tunachokifanya. Kwa mfano, unaweza kuwa unatembea na mgeni hapa sokoni, akataka kupiga picha, mtu akamwambia yule mgeni labda usipige picha, unachukua picha unaenda kutuuza, kitu ambacho hiyo ni nadharia sio ya kweli. Hakuna mgeni anayekuja kuja hapa kupiga picha kwa ajili ya kwenda kuuza. Hizi picha wanapiga tu kwa ajili ya kumbukumbu zao, waweke kwenye diary zao. Hivyo basi tulikuwa tungependa tutambulike, iwe rasmi, ili hata tunavokuwa tuko na wageni isitokee zile complication na nini, tembee wageni wapate kuenjoy, wapate kile walichokitarajia. Pia changamoto ingine ni kutokutambulika rasmi. Hatujatambulika rasmi, tungependa tutambulike rasmi na halmashauri ya mkoa, watuelewe. Mkurugenzi wa jiji atutambue, ajue kwamba sisi tuko hapa na hii ndo kazi yetu. Na hii kazi yetu inasaidia sana, sababu wageni wanapokuja hapa wanatembea, tunawapa information, wanaenjoy, wanapata picha zao na nini. Hivyo. Majina naitwa Happiness Kisuma, ni mfanyabiashara kutoka soko kuu. Napenda kuongelea kuhusu swala la utalii. Utalii hapa kwenye soko letu la soko kuu tunanufaika sana kutokana na wageni wanavyokuja. Huwa tunauza bidhaa zetu na tunapata hela. Na lingine tunamshukuru sana mama kwa sababu ya filamu yake ile ya Royal Tour, imetuimarisha na imefanya watalii wanakuja wengi sana kwenye jiji letu la Arusha, na wanapokuja lazima waje hapa kwetu soko kuu kutuungisha bidhaa zetu na tunapata hela za kigeni, wanatuungisha kutumia dola. Kwa majina naitwa Charles Malia, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara soko kuu Arusha. Kuna jambo ambalo mwanzo ni kama Watanzania kumuelewa sana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati anatengeneza ile filamu ya Royal Tour. Lakini soko kuu kuna namna ambavyo tumefaidi kwa namna moja tofauti sana. Wewe mwenyewe mwandishi wa habari ni shahidi ya Arusha,
Kwa kweli kuna low season na season kamili ya watalii kuja Arusha, lakini tangu Royal izinduliwe na mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan, soko kuu wageni hawapungui. Yaani wako wengi mno. Kwa hiyo wako watu ambao wamepata faida na fursa kubwa. Nikizungumzia kwa mfano mathalani, kuna vijana ambao ni hawa local guide hawa ambao na ningetamani pia kwa namna moja ama nyingine serikali waangalie pia kwa namna kuwawezesha, lakini pia wamekuwa msaada mkubwa sana kwa wale watalii wanapokuja hasa kwenye maeneo ya soko kuu humu. Kuna vitu ambavyo kule kwao havipo. Akija sokoni anashangaa korosho na nini. Kwao wamekuwa akipata elimu kubwa, na tumeongea na vijana wetu hawa wako vizuri, hawanywi pombe, wanawahendo vizuri sana wageni, kiasi kwamba tungetamani kupitia hiyo huduma wanayoifanya angalau sasa serikali. Ndio ombi langu kubwa hapo, kwa sifa ya soko kuu na wageni ambao wamesababishwa na Mama Samia kuwepo kila wakati kwenye eneo la soko kuu hili, angalau walikumbuke hili soko sasa kwa kufanya hata maboresho. Mwandishi wa habari, ukizunguka ndani humu kuna majengo ya muda mrefu sana ambayo kwa sehemu kuna vitu ambavyo vingekuwepo kwa sasa kama vivutio kwa watalii. Kuna tengwa eneo ambalo tunaweza tukaweka vitu ambavyo watalii wakija wanavifurahia, kwa mfano kalicha za shangaa, yani viko vitu ambavyo vinaweza vikawekwa, ni kivutio kikubwa sana kwa watalii. Sasa mazingira na namna soko lilivyojengwa na miundombinu ilivyo sasa, hiyo fursa kwa kweli naiona kama kuna kashida fulani kako hapo kwenye hilo eneo la maboresho ya soko. Hivyo ningeomba kupitia jiji, wao ni mashahidi, wanaona jinsi ambavyo pia mkuu wa mkoa amefanya mambo mazuri, wageni ni wengi, ila wanapoingia kusokoni mazingira wanayokutana nayo kwa kweli sio mazuri, kwa maana tungetamani soko angalau liboreshwe. Kama basi hatuna uwezo na nguvu sasa hivi ya kulifurumua na kujenga jingine upya, basi angalau liboreshwe, kutafutwe maeneo ambayo hawa watalii wakija angalau wanywe hapa soda, waangalie vitu kama hivyo. Kwa majina naitwa John Francis Haule, ni mkuu wa soko kuu hapa Arusha, nasimamia shughuli za serikali hapa sokoni. Ni kweli hapa soko kuu tuna kikundi cha vijana 19 ambao wanafanya shughuli ya kuwaongoza watalii wanapokuja hapa sokoni. Sifa ya vijana hawa ni kwamba moja ni wasomi, they are multilingual, kwa maana kwamba wana uwezo wa kuongea lugha zaidi ya moja ili kukizi vigezo vya kuweza kuwaongoza watalii. Jambo la pili, vijana hawa ni waadilifu na ni wazalendo, kwa maana kwamba wanaifanya kazi yao kwa uadilifu mkubwa sana. Dhumuni na umuhimu wa kuwa na kikundi hichi maalum cha kuongoza watalii wanapokuja hapa sokoni, moja ni usalama wa watalii, kwa maana kwamba watalii wanapokuja hapa sokoni wanapoongozwa na hawa watu ambao tayari wanafahamu miundombinu ya soko ilivyo, inaleta usalama mkubwa sana kwa watalii. Kwa maana kwamba kwenye hili niseme tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana kwamba hakuna hata siku yoyote ambao tumewahi pata ama tumewahi sikia kadhia hasi ya watalii walivyokuja hapa sokoni, kwa maana kwamba haya ni matokeo ya uwepo wa kikundi hichi cha watu maalum ambao wanatumika kuwaongoza watalii wanapokuja eneo hili la soko. Lakini jambo la pili ni kuongeza tija ya utalii, kwa maana kwamba tija inaongezeka pale hawa vijana wanapokuwa na uwezo wa kufafanua vitu mbalimbali na huduma mbalimbali zinazopatikana hapa sokoni. Hivyo inaongeza tija. Mfano, wakishaelezea bidhaa inayopatikana hapa sokoni kinagaubaga ama kwa uzuri zaidi, watalii wanafikia kipindi wananunua. Kwa hiyo inaongeza tija sana kwenye utalii. Kwa hiyo hichi ni kikundi ambacho kinaongeza tija kwenye shughuli zima za utalii hapa soko kuu. Lakini jambo la tatu ni kuunga mkono serikali kwa jitihada za kuchagiza na kuhamasisha swala zima la utalii. Tumeona serikali kwa namna yake kupitia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akatengeneza Royal Tour ambayo ikawa na watalii wengi sana wanakuja kwenye maeneo yetu haya masoko. Lakini pia sisi hapa soko kuu pia tukaona tutafsiri
haya mawazo ya viongozi wetu waandamizi wa nchi, moja, tunahakikisha kwamba tunazingatia usafi, soko linakuwa safi ili watalii wanapopita wapite katika mazingira safi na salama. Lakini jambo la pili, halmashauri ya jiji la Arusha imeweza kuboresha miundombinu ya soko. Mfano, maeneo ya maliwato, yani vyoo, imeviboresha, vimekuwa katika hali ya kisasa sana, kwa maana kwamba vina maji ya kutosha, vina miundombinu safi sana. Kwa hiyo yote ni jitihada ya serikali kuhakikisha kwamba watalii wanapokuja kwenye maeneo yote ya masoko wanakuwa comfortable. Kwa hiyo na sisi tukaona tuiunge mkono serikali kwa kuwa na kikundi maalum ambacho kinahamasisha ama kinawaongoza watalii hapa sokoni. Lakini jambo la nne ni kwamba ni ajira kwa vijana. Vijana hawa 19 kupata shughuli ya kuongoza watalii, moja, wanajipatia kipato, lakini pili, wana connection na makampuni mbalimbali, kwa maana kwamba kampuni ama watu watalii kabla hawajafika hapa sokoni wanakuwa tayari wameshafanya mawasiliano, tunakuja soko kuu, wanafanya mawasiliano, wale wanapofika na magari hapa ya watalii tayari vijana wameshajipanga vizuri kwa dhumuni la kuongoza watalii. Lakini pia ni kweli nimeona kuna changamoto mbalimbali ambazo wameibua, kwa maana kwamba hawa vijana, moja kati ya mahitaji yao, wanahitaji kutambuliwa na serikali, yani kupata vitambulisho maalum ambavyo vitatambulisha shughuli yao hii katika eneo hili la soko na maeneo mengine ya masoko katika hii halmashauri jiji la Arusha kwa mujibu wa maombi yao. Lakini mimi niseme tu kwamba mimi nimepokea maombi yao kupitia uongozi wa wafanyabiashara hapa soko kuu, na niseme tu kwamba mkurugenzi wetu wa jiji la Arusha Mheshimiwa John Kayombo ni mtu muungwana sana, na mimi niwahakikishie kwa sababu ya tija na mantiki ya jambo hili la kuongoza watalii na kuchagiza shughuli za utalii, niwahakikishie wategemee majibu mazuri sana kutoka kwenye ofisi ya mkurugenzi wetu wa jiji la Arusha.